Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Agosti 23 siku ya Jumapili. Mada inasema shukrani. Somo wa Korintho wa pili sura ile ya kwanza ya 3 hadi ya 7. Je, nini sababu ya mtazamo wa shukrani wa Paulo hapa? Shukrani ya Paulo inasisitiza juu ya faraja ambayo Mungu hutoa kwa wale wanaoteseka. Katika kifungu hiki kitenzi kufariji, parakaleo, na nomino faraja, paraklesis, vinatokea pamoja mara 10. Hili linawakilisha theluthi moja ya matukio yote ya maneno haya katika Wakorintho wa pili, mara 29. Mungu anaelezewa kama Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijie katika dhiki zetu zote. Wakorintho wa pili sura ile ya kwanza ya 3 na ya 4. Faraja anayopokea mtu kutoka kwa Mungu si ya kukaa nayo wenyewe. Wakorintho wa pili sura ya kwanza ya 4 na ya 5. Ni moyo tu ulioteseka na kupokea faraja ya Mungu ndio unaoweza kuwapa faraja wale walio katika mateso pia. Paulo angeweza kuwafariji wengine kwa sababu yeye mwenyewe katika mateso yake alipokea faraja kutoka kwa Mungu. Lakini ikiwa sisi tu katika dhiki, ni kwa ajili ya faraja yenu na wokovu wenu. Na ikiwa twafarijiwa, ni kwa ajili ya faraja yenu. Wakorintho wa pili sura ile ya kwanza aya 6. Huu ni upendo. Paulo anaonyesha shukrani kwa ajili ya nini katika Wakorintho wa pili sura ile ya kwanza aya 8 hadi 11? Paulo anazungumza kuhusu dhiki ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, iliyomfanya yeye na watendakazi wenzake kuogopa kwamba mwisho ulikuwa umewafikia. Wakorintho wa pili sura ya kwanza aya 8. Kwa muda walifikiri ufufuo ndio tumaini lao pekee. Hata hivyo, Mungu aliwaokoa na hali ikabadilika. Aya ya 10. Kutokana na hofu ya kifo katika aya ya 8, wanainuka na kuwa na tumaini kamili kwamba Mungu angewaokoa kwa mara nyingine tena. Aya ya 10. Ushindi wa Mungu wakati uliopita unatupa uhakika kwamba atafanya hivyo hivyo wakati ujao. Mungu hutumia taabu kutufundisha kumtumaini yeye. Magumu yanaweza kutuongoza kwenye ukomavu wa kiroho, angalau kwa kadiri ambayo tunayaruhusu yatusogeze karibu na Mungu zaidi. Shukrani za Paulo pia zinaonyesha nguvu ya maombi ya maombezi na shukrani tunayokuwa nayo kwa sababu ya ukombozi wa Mungu. Wakorintho wa pili sura ya kwanza ya 11. Ni jambo gani lenye msaada umepata katika kushughulika na wanaoteseka ambalo kwa njia moja au nyingine sisi sote tunayakabili? Leo ni siku ya Jumapili, mada ikisema shukrani. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.